Itamaanisha matatizo yatazidi kuwa makubwa sana kwa sababu vifo vitaongezeka, gharama za kutibu zitaongezeka, watu wengi wataweza kupata mapungufu katika miili yao au vilema au kutoweza kutibika kama wasipokufa. Gharama za matibabu zitaongezeka, gharama za kukaa hospitalini zitaongezeka, magonjwa yataendelea kusambaa kwa sababu kila watu wanapohama nchi moja kwenda nyingine wanaendelea kwenda na magonjwa ambayo hayatibiki. Na nyinyi kama waganga wanasayansi wanasema ni nini hasa ambacho kimeletea dawa hizo kuwa hazitibu, haziwezi kufanya kazi ambazo zilikuwa zinafanya hapo awali? Hizo dawa zilikuwa zinaweza kufanya kazi kama zilivyokuwa zimepangiwa, isipokuwa matumizi mabaya ya hizo dawa ndio yanasababisha kuwepo na kitu kinaitwa kama kizuizi, tunaita resistance. Kwa kusema matumizi mabaya, maana yake ni watu wametumia mara nyingi ikiwa dawa hizo zinakosa nguvu, ama ni matumizi kwamba labda walikuwa wanatumia siku chache na wanaacha? Wamekuwa wanatumia kwa magonjwa ambayo sio ya bakteria, labda ni ya virusi au magonjwa mengine ambayo hayastahili. Kwa mafua, mtu ananunua antibiotic kutibu mafua ambayo hatibu. Kwa hiyo zile dawa zinakuwa hazifai unapotumia mara nyingine. Alafu mara ya pili ni kwamba mtu anapotoa dawa zile hafuati ile dozi aliyopangiwa na daktari. Kwa hiyo unakuta anatumia kwa muda mfupi, matokeo yake wanakufa baadhi ya bakteria, wengine wanabaki ambao wakishapona wanakuwa kama hawajakufa, wanakuwa na ile resistance ambayo wakiendelea kuzaana tena wanakuwa hawawezi kutibika kwa dawa yoyote. Matokeo yake mgonjwa anakuwa hana dawa ambayo itamtibu, aidha afariki au akae hospitalini muda mrefu au gharama ziongezeke. Kwa kweli ni vigumu kutibu. Kwa wale na kwa wakati huu watu ambao labda wanatumia kwa namna ujue ni wapi yani kutibu magonjwa kama haya ya bakteria, dawa hizo bado zinaweza kuwa zinafanya kazi. Dawa hizi mpaka sasa zinafanya kazi. Kama zinatumiwa vibaya hazitaweza kuokoa maisha ya watu, zinaweza kuleta madhara, kwa sababu unapotumia hizi dawa vibaya, kwanza hutaweza kupona, tutakosa dawa ambazo zitakutibu, au aidha tuna line mbili za madawa, njia mbili, tunasema first line and second line. Tunapokwenda kwenye njia, unajua kama dawa ambazo ni kali zaidi, ambazo zina madhara zaidi, kama ni sumu ambazo zina madhara zaidi na zitakuwa ni rangi, matatizo sana kutibu haya magonjwa. huyo Ni Dr. Hamza Hassan huyo alikuzungumza na Kasim Kaira. Raha yageuka karaha. asante.